mbele vizuri. Ningependa watoto wote wakaribie hapa mbele pamoja na walimu ambao watakuwa nao siku ya leo. Watoto wote tafadhali kimbieni hapa. Nataka muombewe mwende madarasani mfundishwe. Na leo tutamwita mzee Mwangi, tumuite mzee hata kama ni kijana bado aweze kubarikisha watoto. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu usijuzi tu hapa alikuwa kijana. Sasa tunaona yuko na familia na yuko na watoto. Kwa hiyo acha nimkaribishe abarikishe watoto wa Sunday School siku ya leo na Mungu atubariki. Bwana asifiwe watoto. Mweze kufunga macho tukaweza. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumekuja mbele zako kwa leo. Kisema ni asante kwa vile umekuwa mwaminifu na umekuwa pamoja nasi bado tunapoingia katika nyumba hii na italifu kwa jina lako. Tunapoombea watoto wanapoelekea darasani mwako, tunaomba ukawe darasani mwao, tunaomba ukaweze kuenda pamoja nao, wacha Roho wako Mtakatifu akaweze kuwa pamoja na wao, ili wanapofundishwa neno lako likaweze kupata mahala katika mioyo yao kwa ajabu. Hata walimu ambao watawafundisha, tunawaombea baraka zako, neno lako likaweze kuwa kwa wingi katika mioyo yao kwa ajabu, ili wanapofunza watoto hao wakaweze kuwa na msingi ambao ni thabiti kwa ajabu. Na ni katika jina lako takatifu tumeomba na kuamini. Amen. Padeni darasani nikimkaribisha Elmai tafadhali aje aendelee kuombea mnaji kukaribisha siku ya leo. Asante. Basi tumefika wakati mwingine, wakati ulio maalum, wakati wa kusikia neno lake Bwana. Kwa hivyo ningewauliza kila mmoja tusiwe na hofu. Jesus is in control. Yeye anatujali, yeye anatujua na sisi ni watoto wake. Ni mambo mengi yanayotokea katika ulimwengu huu kama vile tunavyosikia kuona, lakini ni vizuri tujue kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Yeye anatujali, anatupenda na anatuhudumia katika mambo yetu yote. Tuombe kwa sababu ya neno lake Mungu. Tunasema ni asante Mwokozi, maana umekuwa pamoja nasi tangu tuingie mahali hapa. Umekuwa wa baraka na hata umetunenea kwa njia nyingi tofauti. Tunasema ni asante maana wakati umefika wa kusikia neno lako. Mtumishi wako atakaposimama mahali hapa, tunamuombea neema yako. Bwana ni asante, tuomba uwe pamoja na yeye, ukamuongoze na ili yale ambayo ungependa sisi kama watoto wako tuweze kusikia, tukaweza kuisikia siku ya leo na hata tukaweza kuweza kulitii. Tusaidie kwamba mawazo yetu yatakuwa katika neno lako Bwana, na tutaweza kubarikiwa na wewe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeshukuru. Amen. 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 Tupigie makofi mchungaji wetu anapofika na ili aweze kuleta neno lako Bwana. Naendelea na wewe. Okay, wale watu nyuma na watu wa dada sijui kumetoka ama neno ndio inawasumbua ama ni yake. Wako wengi nje. Haya, warudishwe. Mtu awaendelee. Babatege, sema na wao. Ni wengi. Watoto hao watahitaji watu hao wote. I want to thank the Lord about salvation this afternoon. Nataka kumshukuru Bwana kwa wokovu wetu adhuhuri ya leo. I was looking for my glasses before I come here. Nilikuwa natafuta miwani yangu nilipokuwa nikija hapa. Because I thought it was on my table there. Maana alifikiria ilikuwa pale kwa meza. And I didn't get it. Na sikuipata. At one time, wakati mmoja, the man that you see next to me, Elder Amai, huyu ndugu aliye kando yake, ndugu Amai, he lost his glasses. Siku moja akapoteza miwani yake. And he told me, na akaniambia, I have lost my glasses. Nimepoteza
miwani yangu. And you are the first suspect. Na wewe ndio unaweza. Kano ni wewe ulichukua. So I don't know what is he talking about. Akajiuliza anamaanisha nini? And I checked my coat. Kwa hivyo nikaangalia mfuko wangu. And through I found that I had 2 glasses. Na akajikuta ako na mbili. My glasses and his glasses. Hizi yake na yangu. So I was just about to suspect him. Hata yeye alikuwa karibu kunishuku. But I found that I left the glasses here. Na alikuwa ameziacha hapa. I saw part of the service here on Sunday. Niliona sehemu ya ujumbe wa Jumapili. And you are very happy. Na nilifurahia. And I was preaching at Kawangware. Naye alikuwa na hudumu upande wa Kawangware. Michael, you will have to do something about the echoes. Utafanya jambo kuhusu ile sauti inayorudi nyuma. But I thank God you are improving very much on recording. Lakini sana sana unafanya bidii sana. This is the day that the Lord has made. Hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya. So that we can be glad in it. Ili tuweze kuifurahia. I watched many people on the roads. Nimetazama watu wengi huko barabarani. And I have seen many vehicles with branches and those leaves. Na nimeona magari mengi yakiwa na ile majani. And I remembered why they are celebrating. Na nikakumbuka kwa nini wanasherehekea. We had not focused on this day because of the Sabbath and the Good Friday. Hatukuwa tuna maana kubwa na hii siku kwa sababu ya Ijumaa. Even when we were arranging to have the Lord's table today. Hata tulipopanga kuwa na meza ya Bwana siku ya leo. Personally, I did not reschedule it because of the day that it is today. Sikuibadilisha kwa sababu pengine ya siku hii ya leo. But I want to think this was the plan of the Lord. Lakini naamini huu ni mpango wake Mungu. So we are going to hold together. Kwa hivyo tutafanya zote pamoja. The message, ujumbe and the Lord's table. Na hata meza yake Bwana. I do not know what I will do. Mimi sijui nitafanya nini. Because I have talked to members of this church so much. Maana nimewaongelesha washirika wa kanisa hili kwa muda mrefu. Singing and dancing for the Lord is very good. Kumsifu na kumwimbia Bwana ni ya muhimu sana. And doing other activities in this church are also very good. Na hata kufanya shughuli zingine hapa kanisani ni maana. But if there is anything else that you need to give homage, kama kuna kitu ambayo unatakiwa kufanya kwa bidii, or that you need to honor and respect, jambo ambalo unahitaji akuheshimu sana, is the word of the Lord. ni neno lake Mungu. Please don't keep on moving. Kwa hivyo nauliza watu wasitembee. Even when I was not born again. Hata wakati nilipokuwa sijaokoka. I went to the church. Nilipoingia pale kanisani. I was listening. Nilikuwa ninasikiliza the word of the Lord. Neno lake Mungu. And even Hezekiah the king, you know what he would ask. Na hata yule mfalme Hezekiah angeuliza. He would go to the prophet and ask. Angemwendea yule mfalme na is there any word? Je, kuna neno lolote from the Lord? Kutoka kwa Mungu. The Lord Jesus has declared. Yesu Kristo ametangaza. It is not only meat or the bread that we eat. Sio tu kwamba tutaishi kwa mkate tu can make us continue living or can give us life. Anaweza kutupa uzima. It is only the word of the Lord. Neno la Mungu pekee. Why am I bothered? Kwa nini ninasikia nikisumbuka? I have told you if you go to the TV station. Na kuambia kwamba ukienda katika televisheni zetu, especially on the Signet platform, sana sana ile ya Signet, and also the YouTube, na hata upande wa YouTube, we have too many preachers there. Tuko na wahubiri wa kila aina pale. Even some can get saved today and tomorrow they are ordained. Hata wanaokoka leo na kesho wanabarikiwa. They call themselves all manner of names. Wanajiita majina yote makubwa. And even now, today, I'm not bothered about those names. Na hata siku ya leo mimi sina shughuli na majina hayo. I have even some other time here. Na hata wakati mmoja hapa, we had some visitors here. Na wageni walikuwa hapa. And one of the young men said, I am an apostle. Na mmoja kijana akasema yeye
mess. Ndiposa kuna ile hali ya imani. Mess in the media house. Kuna ile hali ya mchanganyiko katika mambo ya kuleta habari. And the voice of the Lord is talking to me, to my spirit. Na roho wa Mungu ananena na roho yangu. Even when I was coming here, when I was driving, hata wakati nilipokuwa hapa nikiendesha gari, the Lord reminded me, Bwana akanikumbusha, I have no duty to condemn anybody, even them. Mimi sitakiwi kuwashtumu watu kama watu. But we judge the fruits. Lakini tunahukumu yale matunda. Because the Lord Jesus said, you shall know them. Maana Yesu alisema kwamba utawajua by their fruits. kutokana na matunda yao. But ultimately the word of the Lord says, lakini neno la Mungu linasema, and again it is Jesus, na hata ni Yesu mwenyewe, let them grow together. Nasema kwamba wacha ziweze kumea pamoja. It is the Lord who will choose. Kama ni Yesu Kristo atakayechagua between the wheat kutoka kwa ile ngano and other wheat, na hata ule uchafu mwingine. he will take the wheat, atachukua ile ngano nzuri, and the rest shall be bad. na zile zingine zote zitachomwa. So the Bible concludes, Kwa hivyo Biblia inamalizia, it is the Lord who judges. Yesu ama Mungu ndiye But anayehukumu. I and you need to be careful. Lakini wewe na mimi lazima tutahadhari. Because there are things that we don't know and we do not understand. Kuna mambo hatujui na hata hatuyaelewi. This is why we have the situation that is before us in today's message. Na ndiposa tuko na hali iliyo mbele yetu katika ujumbe wa siku ya leo. In the book of Luke chapter 22. Katika kitabu cha Luka 22. That is not what we are I'm not talking about chapter 22. Sitaongea juu ya hiyo sura. I'm saying prior to 23. Lakini nasema hiyo kabla hujafika 23. Jesus predicted his own death. Yesu aliweza kubashiri juu ya kifo chake. And he talked to his disciples and other followers. Na akaweza kuendelea wanafunzi wake na wafuasi wengine. What was just about to happen. Kwa juu ya kile kilichokuwa karibu kutokea. And he told them, all of you will leave me. Waambia kwamba nyinyi nyote mtaniacha. And they could not even believe. Lakini hawangeamini. And even Peter challenged the Lord. Na hata Yesu Kristo Petero akamuuliza Yesu. And he challenged the Lord. Akamuuliza Yesu maswali. And he said, akasema, all of you may leave. ndio nyinyi nyote mtaondoka. I shall be with you. Lakini mimi nitakuwa nanyi. Even unto death. Mpaka kifo. Sometimes, Wakati mwingine when we think about Peter, tunapowaza juu ya Petero, we condemn him. wakati mwingine tunamshutumu. And we see him as a failure. Tunamuona kama mtu aliyeshindwa. But inside my spirit, Lakini ndani ya roho yangu I am convinced ninashawishika that he meant everyone. kwamba alimaanisha kama vile alivyosema. And it's true he was ready Ndio alikuwa kweli tayari to be with the Lord. kuwa pamoja na Yesu. And in the last moment, if it is about to die, he was committed to die with him. Hata wakati wake wa kifo yeye alikuwa tayari kufa pamoja naye. But he forgot one thing, Lakini alisahau jambo moja, that he is flesh. kwamba yeye tu ni mwanadamu. Jesus reminds me every time. Na Yesu ananikumbusha kila wakati. Even his servants, Kama hata watumishi wake even Christians, ama hata Wakristo, that without Jesus, kwamba bila Yesu we can do nothing. hatuwezi fanya chochote. That is why they were forewarned by the Lord Jesus Christ. Ndiposa walishauriwa naye Yesu Kristo. In Luke chapter 23, Katika Luka 23 we will see many of those scriptures ahead of us. tutaona maandiko kama hayo yakiwa mbele zetu. Number one, the Bible says, Mstari wa kwanza Biblia inasema, and the whole multitude of them arose. wakasimama mkutano wote. Did you hear that? Sikia mambo hayo. The Bible says, and the whole multitude. Wakasimama mkutano wote. They were in great number. Walikuwa ni wengi sana. That is the meaning of the word multitude. Hiyo ndiyo maana ya mkutano. Why did they arise?
wewe hutaenda namna gani? But I'm already disturbed Lakini nimesumbuka by that scripture. na hayo maneno That they were in great numbers. kwamba walikuwa ni wengi sana. And they took Jesus. Wakampeleka Yesu. And he was not moving for literally. Yeye hakuenda kwa uamuzi wake. It is like he was arrested by the multitude of people. Ni kama alishikwa na ule umati. They are angry with him. Walikasirishwa na They yeye. don't want anything to do with Jesus. Hawakutaka kitu chochote kuhusu Yesu. And they are taking him to Pilate. Sasa wanampeleka kwake Pilato. Have you ever thought that seriously? Umeshawaza maneno haya? These are human beings like we are. Sasa ni watu kama sisi. And I ask myself, Na najiuliza, oh God of heaven, ewe Mungu wa mbinguni, what is this that had happened in the mind of people? tulitokea nini kwenye mawazo ya watu? How come they did not know who he was? Ilikuwaje hawakujua yeye ni nani? How can they manage and organize themselves? Walipanga namna gani mambo yote Take the Son of God, kumshika mwana wa Mungu so that he may be condemned. ili aweze These kuhukumiwa? are not a people that are hearing for the first time. Hao sio watu waliomsikia mara ya They have kwanza, heard him. walikuwa They washamsikia, have seen him doing miracles. walimuona akitenda miujiza, And yet they were darkened na hata hivyo walijaa giza in their mind. ndani ya mawazo yao, They could not understand. hawakuelewa. That is the situation even that we are living even today. Hiyo ndio hali hata tunayoishi siku We hizi. are talking about God. Twaongea juu ya Mungu, We are preaching Jesus. twamhubiri huyu Yesu. But there are people with ears that are dull of hearing. Kuna watu ambao wako na masikio hawasikii, They can't understand. hata hawaelewi. And this is why God will say, Ndiposa Mungu anasema if they had known Christ, kama wangekuwa wamemjua Yesu they would not have crucified him. hawangemsulubisha. And I'm telling God, Na naambia Mungu, help me. ewe nisaidie, Help me, God. nisaidie Mungu, Help me, Jesus. wewe Yesu Kristo nisaidie. This knowledge and understanding of knowing who God is Ile elimu ya kuelewa kujua Mungu ni nani may not be taken away. isiondolewe kutoka kwangu. I was speaking last week with someone. Last week Jumapili iliyopita nilikuwa nikinena with some brethren. na wapendwa But I told them, na nikawaambia, yes, ndio, it is true. ni kweli I'm a member of the Full Gospel Churches of Kenya. mimi ni mshirika wa kanisa la Full And Gospel I'm a minister of the word of the Lord. na mimi ni mhudumu wa neno la Mungu, But there is no way lakini haitawezekana, that I'm going to allow myself sitajiashiria to be led away kuongozwa kando from what I have known and believed from God. kutoka kwa kile nimejua na kumwamini Mungu. I told them, Nikawaambia, I am ready in my life niko tayari katika maisha yangu, to lose everything. naweza kupoteza kila kitu, Let me get nothing. wacha nizipate chochote, In putting that which is rightful man, let it go. hata kile nilicho na haki ya kupokea wacha kiende, But my faith in Christ Jesus, lakini imani yangu ndani ya Kristo Yesu I will not allow myself to be taken out of me. sitakubali iondolewe kutoka kwangu. Why have I said? Mimi niseme hivi, How on earth imekuwaje hapa duniani that a multitude of people kwamba umati wa watu are moving with the Son of God walikuwa wakitembea pamoja na mwana wa and Mungu will not know him? na bado hawakumjua. Let me tell you. Wacha nikwambie, Let me tell you, church. niwaambie kanisa, God is so good to you. Mungu ni mwema sana kwetu. God is so good to each one of us Mungu ni mwema kwa kila mmoja wetu, that He has made it possible. kwamba amefanya iwezekane, He has enlightened ameweza kutupa nuru, us to know who He is. ametuwezesha kujua sisi yeye ni nani. There are people who are trying to distort the doctrine. Kuna watu
kuhusu utajiri wa And it's why the Lord Jesus would say, Kwa Yesu Kristo angesema, seek ye first tafuteni nyinyi kwanza the kingdom of heaven. ufalme wa mbinguni, Knowing God. kumjua Mungu. We have a multitude of people. Tuko na umati wa watu And they have taken Jesus. wamemshika wakampeleka Yesu, They have taken him to Pilate. wakampeleka kwake Pilato. Number 2, the Bible says, Mstari wa pili wasema, and they began to accuse him, saying, wakaanza kumshitaki wakisema, we found this fellow perverting the nation tumemwona huyu akipotosha taifa letu and forbidding to give tribute to Caesar, na kuwazuia watu wasimpe Kaisari saying mkono, that he himself is Christ the King. akisema kwamba yeye mwenyewe ni Kristo mfalme. Number 3, the Bible says, Mstari wa tatu, and Pilate asked him, Pilato akamuuliza saying, akisema, art thou Christ the King? wewe ndiye mfalme wa Wayahudi? Art thou the King of Jews? Wewe ndiye mfalme wa Wayahudi? And he answered him and said, Akajibu, thou sayest it. wewe wasema. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah to the Lamb of God. haleluya kwa kondoo wa Mungu. This is Jesus. Huyu ni Yesu Kristo. He is before a human being. Yeye ako mbele ya mwanadamu, A human being that does not even understand God. mwanadamu hata hamuelewi Mungu. He is religious. Yeye ndiyo wa dini, And he has listened to the accusers of the Lord Jesus Christ. alisikiza washitaki wake Yesu And Kristo, he asked the Lord, kamuuliza Bwana, art thou the King of Jews? wewe ndiye mfalme wa Wayahudi? And I thank God. Namshukuru Bwana Because of this loud voice of the Lord Jesus. kwa sababu ya hii sauti yake Yesu Kristo, He said, maana yeye akajibu, thou sayest. wewe wasema, Thou hast said. wewe wasema. Then said Pilate to the chief priests and the people, Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na makutano, I find no fault in this man. sioni neno lililo ovu katika mtu huyu. And they were therefore fierce, saying, Nao walikaza sana wakisema, he stirred up the people. huwatahadharisha Out watu, of Jericho, beginning from Galilee to this place. akiwafundisha katika Uyahudi yote tokea Galili mpaka huku. I want to ask you something. Nataka kuwauliza kitu. Are you listening? Nasikiliza, Are you listening? nasikiliza, Are you hearing the Bible? nasikiliza sauti Biblia. Do you see the people that are amongst the people that have taken the Lord to the Bible? Naona miongoni mwa wale watu waliompeleka Yesu kwake Pilato, The chief priests. kwa hata yule kuhani mkuu, These are religious people. ni watu ambao ni wa dini, People who are planted. watu ambao ni wa kuaminika. Let me tell you. Wacha niwaambie, This is the time. huu ndio wakati. Even when you pray, Hata wakati unaomba, pray unto the God of heaven. muombe Mungu wa mbinguni, Pray for your pastor. muombe mchungaji wako, Pray for the religious leaders, even in the denomination. ombea viongozi hata katika kanisa hili, That the powers of darkness kwamba nguvu za giza may not penetrate in our service. hazitaingia katika kanisa letu. These are the high priests. Hawa ni makuhani wakuu. Why could they not know who this Jesus is? Kwa nini hawangejua huyu Yesu ni nani? So you be careful. Kwa hivyo ni vizuri utahadhari. You are a child of God. Wewe ni mtoto wa Mungu. The Lord called you into salvation. Yesu akakuita kwa wokovu. The Lord God of heaven is looking unto you. Mungu anakuangalia wewe mwenyewe, And He has started the
Na sasa tunaona umati wa watu fighting the Lord, wakimpinga Yesu, and they are led by the high priests. na wanaongozwa na kuhani mkuu. And then when Pilate listened, Na wakati huyu Pilato aliposikiliza, because of the plan of God, kwa sababu ya mpango wake Mungu, he refused to condemn Jesus. yeye alikataa kumshtaki Yesu. And then Jesus is taken Na sasa Yesu amechukuliwa from Pilate, kutoka kwake Pilato, and now he is headed to another man. sasa anapelekwa kwa mtu mwingine. Because Pilate heard Maana Pilato alisikia Jesus was a Galilean, kwamba Yesu alikuwa kutoka Galili. so he decided Kwa hivyo akaamua to take him to Galilee. kumpeleka mpaka Galilaya. For Herod. Pale mbele yake Herode. But this is the Bible says, Mstari 6 asema, Pilate heard of Galilee. Pilato aliposikia hayo, He asked whether the men were a Galilean. aliuliza kama huyo ni mtu wa Galilaya. Number 7, the Bible says, Mstari wa 7. as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, Alipopata habari ya kuwa yeye ni ya nchi ya mamlaka ya Herode, he sent him to Herod, alimpeleka kwake Herode, who himself also was at Jerusalem kwa kuwa yeye naye alikuwako huko Yerusalemu siku zile. at that time. Siku zile And when Herod saw Jesus, Herode alipomwona Yesu, he was exceedingly glad, alifurahi sana, for he was desirous to see him of a long season, kwa sababu alikuwa akitamani sana kumwona because he kabla, had heard many things of him, maana amesikia habari zake, and he hoped to have seen some miracle done by him. akatarajia kuona ishara ikifanywa na yeye. Then he questioned with him many things, Akamuuliza maneno mengi, but he answered him nothing. yeye asijibu lolote. And the chief priests and scribes stood vehemently accused him. Wakuu wa makuhani na waandishi wakasimama wakamshitaki kwa nguvu sana. I'm always, Kila wakati, when I go before the Lord, kila wakati ninapoenda mbele za Mungu, I am asking the Lord, kila wakati namuuliza Mungu, oh God of heaven, ewe Mungu wa mbinguni, I pray, naomba have mercy on me, God, wewe uwe na huruma juu yangu, and give me fast na unipe an ear of hearing. nipe jicho la asikio la kusikia, Give me a spiritual ear to hear more when thou speak. nipe asikio la kiroho nielewe yale unayoniambia, Give me the eyes, na hata unipe the macho, spiritual eyes, hata macho yaliyo ya kiroho, the more I may see. ndio Mungu nikuone. I am frightened always by the word of the Lord. Wakati mwingi nastuliwa na maneno ya Mungu, Maybe you have heard me say na pengine umesikia nikisema that we shall all kwamba sisi zote stand before the judgment seat of God. tutasimama kwenye kiti cha hukumu cha Mungu, And we shall give an account kwamba kila mmoja atatoa, all that we did, ataelezea yote aliyotenda, whether evil or whether it was good, yakiwa mazuri, yakiwa mabaya, when we were alive on this planet. tulipokuwa wenye hai katika dunia hii. That is why I love St. Paul. Na ndiposa naye Mtume Paulo When he speaks to the church, he says akikinenea kanisa anasema, that work your salvation with fear and trembling. fanyia wokovu wako kwa bidii na It's not kumcha about Mungu, other people. sio juu ya watu wengine. I have met with some backsliders, Nimekutana na watu waliorudi nyuma, and some tell me, na wengine wananiambia, you know why I left the church? wajua kwa nini niliacha kanisa? Because I saw the people in the church, Maana niliwaona watu wakiwa kanisani and the things they do out of the church, na mambo yanayofanya wakitoka kanisani, and their lifestyle does not reflect the godliness that they talk about. na hata maisha yao haionyeshi ule uungu wanaongea juu yao. That is just hot air. Hiyo ni kama kitu tu, haina maana, Because each one
tunapoendelea neno la Mungu ndio responsibility of the God of heaven. Ni kazi yake Mungu wa mbinguni. Because he heals the broken. Maana yeye anaponya mioyo iliyovunjika. You have so many challenges. Tuko na changamoto mingi. Sometimes businesses go down. Wakati mwingine biashara zinarudi chini. Sometimes we are attacked by the people that we love. Wakati mwingine tunashambuliwa na watu tunawapenda. Sometimes we are rejected and neglected. Wakati mwingine tunakataliwa na kutufanywa. Other people will demean you because of the person that they think you are. Watu wengine watakudunisha kwa sababu ya vile wanavyoona wewe uko. What does the word of the Lord say? Neno la Mungu nasema kwamba macho yake Mungu yanamtazama. Wakati mwingine anaweza kuwa mbaya. Because we are attacked from all the way. Maana tunashambuliwa kutoka pande zote. Ili Bwana anasema, fear not. Usiogope. That is why I don't fear. Ndiposa mimi siogopi. I don't fear. Siogopi. Sometimes I'm frightened. Wakati mwingine ninajazwa na uoga. I told you just a few days ago. Nilikuambia siku chache zimepita That my neighbor kwamba jirani yangu was telling me. alikuwa ananiambia. He didn't tell me, he sent somebody. Si kwamba aliniambia, alituma mtu to me. Akatuma mtu kwa and to my brother. Na hata kwa ndugu yangu. That I have some trees in my shamba. Kwamba niko na miti fulani kwa shamba langu. I should cut them down. Mimi nikate yote. Because his vegetables are not doing well. Maana mboga zake haziendelei vizuri. Because of my trees that are in my own shamba. Kwa sababu ya miti iliyo kwenye shamba langu. And there is a huge distance. Na kuna ni tofauti kubwa kutoka. Nikacheka sana. I was not laughing at him. Sio kuwa namshekelea. I was laughing at the devil. Nilikuwa namshekelea mwovu shetani. And inside I knew. Na ndani yangu nilijua The devil has lost. Kwamba shetani ameshindwa. We are attacked. Kila wakati tunashambuliwa. From all sides. Kutoka pande zote. And you are frightened. Na wakati mwingine tunawekwa uoga. Sometimes you are so worried. Wakati mwingine hatuna amani. Even when the pastor says, Bwana asifiwe, praise the Lord, you cannot say it. Hata mshukaji sana Bwana asifiwe, hatuwezi kusema. Because you are hard pressed. Maana tumefinywa sana. And the messenger is always talking about the God who will deliver you. Na neno la Mungu ni kwamba Mungu atatuokoa. And you are saying, when is he coming? Na unauliza atakuja wakati gani? God says. Mungu anasema. When the enemy shall lead, the enemy will come in like a flood. Wakati yule adui atakuja. The spirit of the Lord will lift up a standard against the enemy. Atakuja kama mawimbi, Roho wa Mungu atakuinua kiwapo. And you don't want to be challenged by the powers of darkness. Pengine hautaki kutiwa changamoto na you will be challenged. Utaweza, you will be fought. Utapiga, utakuwa katika vita. You are not any better than Jesus. Wewe sio mwema kuliko Yesu. The Son of God that we believe. Yule mwana wa Mungu tunayemwamini. May God help us. Mungu atusaidie. Are you telling me even now that I am speaking you don't see anything? Hata saa hii ninapoongea unataka kusema huoni kitu. I can see Jesus. Naweza kuona Yesu. I can see how he is surrounded by many people. Naona vile amezungukwa na watu wengi. I can see the religious leaders in their clothes. Naona wale watu wa dini na mavazi yao. And all the beads that they wear there because they are high priests. Na yale mapambo yote maana ni wakuhani wakuu. And they want Jesus to be killed. Na wanataka Yesu auawe. They are fighting for their religion. Wanapigania ile mafundisho yao. Thinking they know better than the Son of God. Wakisema kwamba wanajua kuliko mwana wa Mungu. He has been taken out of Pilate. Ametolewa kutoka kwake Pilato. Now he is before Herod. Sasa amepelekwa kwake Herodi. Why was Herod happy to meet Jesus? Kwa nini Herodi alifurahia sana kumuona He Yesu? had heard how the Lord was doing miracles. Alikuwa amesikia vile Yesu anafanya miujiza. He thought this is the time to see miracles. Na alifikiria huu ndio wakati wa kuona We have miujiza. so many people today Tuna watu wengi leo that they have fought in churches in great numbers. wameingia makanisani kwa wingi sana. Because the church Maana kanisa has
Kanisa linisaidie to have a godly sorrow kuwa na hali ya huzuni ya that kiungu will lead me to see God, itakayonisaidia kumuona Mungu, that will make me walk hand in hand with God. nisaidia kutembea pamoja na Mungu. That is what I desire in this life. Maana hayo ndio natamani kwenye maisha haya. Right? Herod was not looking for something substantial. Herodi hakutafuta kitu ya maana. He wanted to see miracles. Yeye alitaka tu kuona miujiza. I thank God. Na namshukuru. God is not like a man. Mungu si kama mwanadamu. He was able to know this man that is called Herod. Aliweza kumjua huyu mtu anaitwa Herodi. He knew his intention. Alijua mipango yake. Because the Bible tells me that the Lord God knows everything. Maana Biblia inaniambia kwamba Mungu He anajua kila knows kitu. even the intent of my heart. Anajua hata mipango ya Even roho yangu. before I have done anything, Hata kama nimefanya kitu. whether it be good or evil, Kama jambo ni nzuri au mbaya. the Lord knows everything. Bwana anajua kila kitu. Hallelujah. This is how I have lived my life. Hivi ndivyo nimeishi maisha yangu. And I have the conscience. Na niko na ile hisia. And I have the Holy Spirit of God. Niko na Roho Mtakatifu wa Mungu. I know the people who love me and them that don't love me. Najua watu wanaonipenda na wale And wananishukia. know those who support me in the ministry, even them who don't support me. I know. Najua wale wananisaidia kwa huduma na wale But I love them so much. na ninawapenda sana. I'm not ready to accommodate an enemy. Mimi siko tayari kukubali adui. Because I have not learned that from the Lord. Maana sijapokea hiyo The kutoka. Lord has taught me Bwana ameniambia that I should love them kwamba niwapende and pray for them na hata niwaombee that don't love me. wale ambao hawanipendi. Jesus would have fought them. Yesu angepigana na wao. The Bible tells me that he had the capability of calling 10,000 even army. Biblia inasema kwamba alikuwa na uwezo wa kuita jeshi la watu 10,000 Would have fought for him. ambao wangempigania. Jesus before Herod. Yesu akiwa mbele yake He Herodi said nothing. hakusema chochote. And when he remained quiet, Alipokaa kimya and the chief priest found and scribes found out there, na wale waandishi walikuwa pale, like he was about to be released, wakati alipokuwa they karibu kuachiliwa, accused him more and more. wakampa mashaka zaidi. I want to tell you something. Nataka kuambia kitu. When they were doing this, Walipokuwa wakifanya hivi, they thought they were fighting for God. walikuwa wanafikiri kwamba wanampigania Mungu. They thought they were right and the Lord Jesus was wrong. Walifikiria kwamba wao ndio wanakosa. And they wanted them out completely out of their side. Walitaka Yesu aondoke kabisa. More, Na zaidi ya hayo, they wanted him dead. walitaka yeye afe. Number 11. Mstari wa 11. And Herod with his men of war set him at naught and mocked him and arrayed him in a gorgeous robe and sent him again to Pilate. Basi Herode akamfanya duni pamoja na askari zake, akamdhihaki na kumvika mavazi mazuri. They lost the battle again. Wakashindwa vita tena. So they have to check for the second time. Kwa hivyo sasa wanatafuta nafasi nyingine. What would Pilate do? Wajiulize sasa Pilato Bible says akasema, in number 12. mstari wa 12. And the same day Pilate and Herod were manifest together. Basi siku ile ile Herode na Pilato They were an enemy between themselves. walipatana kwa urafiki, kwa maana hapo kwanza walikuwa ni wadui wao kwa wao. And Pilate, when he had called together the chief priests Na Pilato akawakutanisha wakuu na makuhani and the rulers of the people, na wale wakubwa wa watu, and said unto them, akawaambia, You have brought this man unto me as one that perverted the people. mtu huyu mmemleta kwangu hata kama anapotosha watu, And behold, I have examined before you, nami natazama nimeamua mambo yake mbele yenu, and have found not what in this man touching with the things whereof he is accused. ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo yote aliyomshtaki. Number 15. Mstari wa 15. No, nor yet Herod, for I sent you to him, and lo, nothing worthy of death is done unto him. Wala hata Herode, kwa maana mmemrudisha kwetu, basi tazama hakuna neno lolote alilotenda linalopasa kufa. 16. Mstari wa 16. How therefore test him, chastise him, and release him.
release one unto them at the feast. Kwa hiyo nitamrudi kisha nitamfungua, maana ni lazima kuwafungulia mfungwa mmoja wakati wa sikukuu. Pilate delivers Jesus now to be crucified. Sasa huyu Pilato anampeana Yesu aweze kusulubishwa. And they cried out at once saying, away with this man. Wakapiga kelele wote pamoja wakisema, muondoe huyo. And release unto us Barabbas. Tufungulie Baraba. Who for a certain sedition made in the city and for murder was cast into prison. Naye ni mtu aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina iliyotokea mjini na kwa uwaji. Number 20. Pilate therefore willing to release Jesus spake again to them. But they cried saying, crucify him, crucify him. Basi Pilato alisema nao mara ya pili kwa vile alivyotaka kumfungua Yesu, lakini wakapiga kelele wakisema, msulubishe, msulubishe. And he said unto them the third time, why, what evil hath he done? Akawaambia mara ya tatu, kwa sababu gani? I have found no cause of death in him. I will therefore sustain him and let him go. And they were indignant with the loud voice, requiring that he might be crucified. And the voices of them and the chief priests prevailed. And Pilate gave sentence that he should be, and they required. Huyo ametenda ovu gani? Sikuna kwake hata neno limpasalo kufa. Basi nikiishi kumrudi nitamfungua. Lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu sana wakitaka asulubiwe. Sauti zao zikashinda. And he released unto them that sedition and murder was cast unto prison, whom they had desired, but delivered Jesus to their will. Akamfungua yule aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina ya uwaji, yule aliyemtaka akamtoa. I wish you are followed. Yesu awafanyie watakavyo. I wish you are followed. Naomba kama ungekuwa unafuata. Because this is why you came to this church. Ndiposa hiyo ndio sababu ulikuja hapa kanisani. Jesus in the first place was taken to Pilate. Yesu wakati wa kwanza akapelekwa kwake Pilato. And he found no fault in that man. Hakuona makosa yeyote. Hallelujah. 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 They found no fault in him. Hakuona makosa yeyote. Do you believe in God? Je, wewe unamwamini Mungu? Walk with the Lord. Tembea na Mungu. Don't be worried about your accusers. Usijali kuhusu wanaokushitaki. Don't be worried about the people that are around you and what they say about you. Usijali juu ya watu wanaokuzunguka na maoni yao. The eyes of these people, Yale masikio, macho ya watu hao, because they are blinded in their mind, maana hawaoni katika mawazo yao. they can only see bad things about Jesus, which is imaginary. Wanaona mambo mabaya kuhusu Yesu ambayo ni ya kuwaza. It is only imagination, Ni mambo tu ya kuwaza. because they lack understanding. Maana hawana hali ya That kuelewa. is how you are judged by people who have no godliness in their life. Ndiposa watu wanakushauri ambao hawana People who have not allowed the fear of God to reign in their life. watu ambao hawajaashiria ile hofu ya They will Mungu. see you differently, Watakuwa na tofauti. because there is no God in their life. Maana hawana Mungu ndani yao. Now the priests are there. Sasa wale makuhani wako pale. They are not to understand who is an A. Hata hawaelewi huyu ni nani. And they are throwing stones and everything against Jesus. Na wanasema kila kitu kumhusu Yesu. But the hand of God Lakini mkono wake and Mungu the eyes of King of glory na hata macho ya mfalme wa utukufu was upon Jesus. alikuwa juu yake Yesu. That is why Pilate did not see like the accusers were seeing. Ndiposa Pilato hangeona kama wale washtaki. And he decided, made a decision Kwa hivyo akakata kauli that there is a division in our government.
and to wash his hands. Yeye aliosha mikono yake. He released the Barabbas. Akamwashiria yule Baraba. And he agreed with the will of God. Na akakubaliana na mapenzi ya watu. And Jesus was taken. Yesu akashukuliwa. Together with other two thieves. Pamoja na wezi wawili. And he was taken to the cross. Yeye akapelekwa pale msalabani. To be crucified. Kusulubishwa. Number 26, the Bible says. Mstari wa 26. And as they led him away. Na alipokuwa wakimuondoa. They laid upon him one Simon Syrian. Walimkamata mtu mmoja. Coming out of the country, and on him they laid the cross. Simeoni Mkirene. That he might bear it after Jesus. Wakamtwika msalaba wamchukue nyuma yake. And therefore on him a great company of people. Mkutano mkubwa wa watu ukamfuata. And of women which also bewailed and lamented him. Na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na wakamuomboleza. Oh God of heaven. Bwana wa mbinguni. When I read these words. Nilipoyasoma maneno haya. And I have thought many times about it. Na nimeshaiwaza mambo siku. Did you hear what the Bible says? Nasikia vile Biblia inasema. That there were some women. Kwamba kulikuwa na wamama fulani. There were some women. Wanawake fulani. That were following Jesus. Waliokuwa wakimfuata Yesu. And they were crying. Walikuwa wakiomboleza. There are things I don't know. Na mambo ambayo sielewi. But I have always feared. Mimi kila wakati And I ask myself. na ninajiuliza. Could that be when we go to heaven? Je, tutakapoenda huko mbinguni? That the number of women shall be many in heaven other than men. Kwamba wanawake watakuwa wengi kuliko wanaume. You can see for yourself. Waweza kujionea. Even in the church. Hata kanisani. Women are many. Wanawake ni wengi. Not only so. Sio tu hivyo. We keep on blaming them because of Eve. Kila wakati tunawalaumu kwa sababu ya Eva. But Lakini niambie. who went to the grave first in the morning? Nani aliyeenda pale kaburini kwanza asubuhi? And they were crying. Walikuwa wakilia. God will honor Mungu ataheshimu a humble heart. roho iliyojaa unyenyekevu. Men were crying, crucifying. Watu walikuwa wakilia msulubisheni. And that is what they did. Hivyo ndivyo walivyofanya. They crucified Jesus Christ. Waliweza kumsulubisha Yesu Kristo. And even one of the things that was crucified with him Na hata mwizi mmoja aliyesulubishwa na yeye would ridicule Jesus. wakemdhihaki Yesu. But he said the people, Kwamba wewe unaokoa watu. why can't you save yourself and save us? Ili huwezi jiokoa na utuokoe sisi. But one of them had the wisdom of God and said, Mmoja alikuwa na hekima ya Mungu akasema, when you go to heaven, Lord Jesus, Bwana utakapoenda juu mbinguni, remember. nikumbuke. The Lord said to the other thief, Na Mungu Yesu akamwambia yule, siku ya leo you'll be with me in paradise. utakuwa pamoja nami huko mbinguni. But prior to that, Lakini kabla ya hiyo, even the high priest and other friends of the high priest and other people, wale marafiki wengine wa kuhani they would ridicule Christ. wangemdhihaki Yesu. That he raised people from the grave. Wewe That he saved people. uliokoa watu. Why can't you say yes? Kwa nini hujiokoe? My sister, Dada yangu, my brother, hata ndugu yangu, don't allow. usiashirie. Don't allow your mind Usiashirie mawazo yako to be taken away from God. weze kuondolewa kutoka kwa Mungu. Don't allow yourself Usijiashirie wewe mwenyewe to be misdirected by religion. kuweza kuongozwa vibaya na dini. Listen to Jesus. Sikiliza Yesu. Follow the voice of the Holy Spirit of God. Fuata sauti yake Roho Mtakatifu wa Mungu. He did not call you because of prosperity. Hakukuita kwa sababu ya kufanikiwa.
humble ourselves before them. Vizuri tunyenyekee mbele zake Mungu. Brothers and sisters, ndugu na dada zangu, elders and deacons, wale wazee wa kanisa na mashemazi, let us come forward. Sasa tuje hapa mbele. We start now. Sasa tuanze The Lord's Table service. ibada ya meza ya Bwana. The Bible says in the first book of Corinthians, Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza. you should be here. Listen, I don't know what you are doing behind. Sasa muwe hapa. Vincent, The first Corinthians, kitabu cha Wakorintho wa kwanza, chapter 11. pale sura ya 11. The Bible says, Biblia inasema, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you. nifuate mimi kama mimi nilivyomfuata Kristo. No. First Corinthians chapter 11 verse 23. Verse 23 inasema hivi, kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, But the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread. ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa aliutoa mkate, And when he had given thanks, naye akiisha kushukuru he brake it akaumega and said, na akasema, take it. huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili, This is my body, chukua ule, huu ndio mwili wangu uliotolewa, which is broken for you. ulio kwa ajili yenu. This do in remembrance Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. of me. Baba Peter, Baba Peter, take the bread chukua mkate and give thanks. na ushukuru. Give him a microphone. Tuombe. Baba Mungu, ushishie milele na mbele zako dhuhuri hii leo. Tunasema ni asante kwa kutupenda kwa Yesu Kristo msalabani juu ya dhambi na makosa yetu. Biblia yetu Bwana, zikipata Bwana, sasa tukule tukumbuka mwili wa Mwokozi. Tukiweza kubariki zako tunapoitumia Mwokozi wetu kubariki. Kwa Yesu Kristo nimebali na shughuli. Amen. That is all of the Lord. Hilo ni neno lake Mungu. Each one of us have heard the word of the Lord. Kila mmoja amesikia neno lake Mungu. Please help them to gather the pieces. Tusaidiane